Chum TV. Furaha kiganjani. Mgombea wa nafasi ya urais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi, ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, amewasisitiza wananchi kuwapuuza wanasiasa wasiohubiri amani wakati huu wa taifa likielekea kunako uchaguzi. Akizungumza na wanachama na wananchi katika uwanja wa michezo wa Kilikoni Kojani, mkoa wa Kaskazini Pemba, akiwa katika mwendelezo wa kampeni zake, Rais Dr. Mwinyi amesema viongozi wa kisiasa wasiohubiri amani hawana dhamira njema na maendeleo ya nchi, kwani amani ndiyo nyenzo kuu ya maendeleo mustakabali wa taifa. Napenda niombe kura zenu. Kwa upande wa nafasi ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, niliyesimama mbele yenu ndio mgombea wa Chama cha Mapinduzi, na kuombeni tarehe 29 nyote mtoke kwenda kutupigia kura. Mtatupigia kura? Lakini vile vile kuna nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na muombea kura Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Kura zote za ndio mtampa. Wabunge wetu, wawakilishi wetu na madiwani wetu wa Chama cha Mapinduzi ambao wameshatambulishwa, na waombea wote muwape kura zenu za ndio. Mtawapa? Na kushukuruni sana. Na ndugu zangu, napenda kurejea wito wangu kwamba mikutano kama hii ya hamasa ni sehemu tu ya uchaguzi, lakini sehemu kubwa ya uchaguzi ni siku ya kupiga kura. Kwa hivyo tarehe 29, wazee wangu wavuvi mliopo hapa na wale walioko nyumbani, mama zangu wajasiriamali na wakulima wa mwani, siku ya tarehe 29 kwanza tukapige kura, halafu ndio tuende tukafanye shughuli zetu. Akizungumzia sekta ya elimu, amefahamisha kuwa serikali inakusudia kujenga skuli 29 zaidi Unguja na Pemba, ili wanafunzi wote wasome kwa mkondo mmoja badala ya utaratibu wa sasa wa zamu mbili. Ni kweli tulikuja na tulipewa changamoto za jimbo, ikiwemo sekta ya elimu, ambayo leo nafurahi kusema kwamba ahadi tulizozitoa tumetekeleza kwa ujenzi wa skuli ya ghorofa Kojani. Na kama mlivyosikia hapa, kuna mipango ya kujenga skuli nyingine zaidi katika jimbo hili, ili tuweze kutimiza ile azma ya serikali ya kutaka wanafunzi wote katika nchi yetu waingie skuli kwa shifti moja, kwa mkondo mmoja tu. Yaani vijana wote waingie asubuhi mpaka mchana, basi kusiwe na shifti ya pili. Na ili tuweze kutimiza hilo, ni lazima tujenge skuli mpya, na napenda kukupeni habari njema kwamba kwa kweli tumeshaandaa skuli mpya za ghorofa zaidi ya 29 ili tuweze kuhakikisha hilo linatimia. Akizungumzia sekta ya afya, amesema baada ya kukabidhi ambulance boti kwa ajili ya wananchi wa Kojani, serikali inaendelea na ujenzi wa hospitali ya wilaya Kisiwani humo kwenye hadhi ya wilaya, pamoja na kufikiria ujenzi wa gati au kufanya marekebisho baharini, ili ambulance boti iliyokabidhiwa kwa wananchi ifanye kazi kwa ufanisi. Tumeshamaliza hospitali za wilaya katika wilaya zote. Mpango uliokuwepo sasa ni kujenga hospitali za mikoa. Kila mkoa uwe na hospitali moja kubwa, ili tuondoe haja ya watu kwenda mpaka Abdallah Mzee au kwenda Mnazi Moja Unguja. Ndani ya mkoa wenu kutakuwa kuna hospitali kubwa ya kisasa ya kuweza kumaliza matatizo yote ndani ya mkoa. Katika mkutano huu, wanachama 400 kutoka chama cha ACT Wazalendo wamekihama chama hicho na kujiunga na Chama cha Mapinduzi. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Ni mimi Zulaifa Issa Suleiman.